Na mtazamaji, karibu. Kwa hivi sasa, kama nilivyokufahamisha hapo awali, ni kwamba nitakuwa na ndugu zangu kuzungumzia swala moja muhimu sana. Maana kama mnavyojua, huu ni msimu wa mvua za vuli ambazo zinapatikana kutoka mwezi Oktoba hadi Disemba. Na kwa sasa hivi kuna sehemu nyingi ambapo mvua hii imesababisha maafa. Kuna uharibifu wa mali, kuna mafuriko, kuna watu ambao wameweza kujeruhiwa katika mvua hii inayoonyesha katika sehemu mbalimbali nchini. Na ukiangalia kama maeneo mengi kama Mukutwa huko kaunti ya Elgeyo Marakwet, hali pia imekuwa si nzuri kutokana na maporomoko ya ardhi, ambapo tutakuwa tunazungumza na gavana wa Elgeyo Marakwet tukiwa na John Onyama. Lakini kwanza kabisa nataka kuja na kuwakaribisha, nimkaribishe kanali mstaafu Francis Emathe. Karibu sana katika studio zetu. Asante. Na pia vile vile ndugu yangu Rajab Mohamed, karibu sana katika studio zetu, na Daktari Richard Mwita, karibu katika studio zetu. Kabla tuzungumze kuhusiana na hali ilivyo hapa nchini Kenya, nimpe nafasi Daktari Richard Mwita, tujenge tu picha kamili kuhusiana na mvua hii inayoonyesha. Inakadiriwa kunyesha sehemu zipi sana, na ni sehemu gani ambazo pengine kutakuwa na afueni, kwanza kuanzia sasa ili kuendelea, ili tupate picha kamili ya kile ambacho kipo na tunachokitarajia. Masal heri na shukrani kwa makaribisho ya Citizen. Hali ya mvua imekuwepo nchini hasa katika msimu huu wa vuli, kuendana na utabiri ambao tuliutoa mwezi wa 9. Na kulingana na utabiri huo ni kwamba maeneo mengi ya nchi tulisema kwamba yatatarajia mvua ambayo haitakuwa ya viwango vya juu, bali itakuwa inakaribia viwango vya wastani na hata chini ya wastani katika maeneo makubwa ya nchi. Ila kuna maeneo ambayo ni machache ambayo tulijaribu kusema kwamba huenda wakapokea mvua ambayo itakuwa zaidi ya kiwango kile cha wastani. Maeneo hususan yaliyo nyanda za juu magharibi mwa bonde la Ufa, ikiwemo ni kama vile kaunti za Kisumu, Kisii na maeneo kama yale. Lakini kwa ujumla ni kwamba tunatarajia katika msimu huu wa vuli mvua ambayo itakuwa chini ya viwango vya wastani kwa maeneo mengi. Naam. Na kwa vile ambavyo mnasema kwamba kuna maeneo ambayo yatapatikana mvua ile ya wastani, na kuna maeneo ambayo yatapatikana mvua ile juu ya wastani, mnapopata taarifa kama zile, tujenge picha kwa sababu ndio tuweze kujua ni wapi itakana tukaze na ni wapi tuweze. Unapopata taarifa kama zile, kwenu nyinyi kupeana tu utabiri wa hali ya hewa na kuwatahadharisha wahusika kwamba kuweni waangalifu, ama mkishatoa utabiri wa hali anga ni kwamba sasa idara zingine zichukulie kuanzia hapo na kuendelea? Kwa kweli ni kwamba mbali na utabiri wa msimu, pia tunaibua tabiri zingine tofauti, kuanzia tabiri za saa 24, tabiri za wiki moja, tabiri za siku 5, tabiri speciali ambazo tunaziita advisories, pale ambapo tunaona huenda hali ya hewa ikawa kali zaidi, kama kwa mfano ile ambayo tuliibua tarehe 22, tarehe 23, na ambayo kidogo ilikuwa inalenga zile mvua ambazo zimeshuhudiwa katika wiki iliyopita. Na mojawapo ya athari ambazo tumeona ni hili swala ambalo limetokea kule Elgeyo Marakwet. Na pia tuliona kwenye vyombo vya habari kwamba kumetokea mafuriko maeneo magharibi mwa nchi. Kwa hiyo ni kusema kwamba mbali na kutoa tu ule utabiri, tumesonga mbele kidogo na kule kuboresha zaidi. Pale tunatoa pia na adhari, tunaandamanisha pamoja na zile tabiri, ili kwamba mtu ajue ni kipi ambacho, iwapo tumesema mvua itakuwa duni, ni kipi ambacho kitaandamana kama athari ya mvua duni. Iwapo tumesema kwamba mvua itakuwa nyingi, ni kipi ambacho huenda kikawa athari ama madhara ya mvua kama ile huenda ikatokana na ile mvua nyingi. Kwa hivyo tumeondokea lile swala zima la kuibua tu tuseme tabiri na kusema kwamba kutanyesha. Ila unasema kutanyesha na huenda labda mvua itaibua mafuriko, labda mvua italeta maporomoko ya ardhi na kadhalika. Naam, sasa kidogo Rajab, nimlete kanali mstaafu. Ikiwa tunapata maelezo kama haya kwamba kutakuwa na mvua ya wastani ama kutakuwa na
mvua kubwa na athari zake ni kama hizi katika sehemu hizi na hizi na hizi, huwa tunafeli wapi? Mwanzo huwa tunajulisha wananchi kwamba kutakuwa na mvua na wajitayarishe, waende mahali ambaye ni safe. Lakini hata tukipeana hizo hatari, wengine huwa wamejenga nyumba zao mahali fulani na wataki kusonga, wataki kumove in a safer place. So inakuwa changamoto saa hizo, because wakati hiyo mvua itanyesha, wenda ikawa hawatakuwa wale ambao watakuja kuwa victims ya hiyo mvua. But in some cases tunawaeleza and they don't do it and then nothing happens. Wanasema ile ilikuwa tu ni maongeo. But we normally tunawaeleza watu nini ambacho tunatarajia. Mfano kwa hali ambayo iko sasa hivi, yes. Wakati labda pengine mlipata utabiri huo, nyinyi mlipokaa mlitoa tahadhari zote? Tulitoa tahadhari zote, tukaelezana huko upande wa Western na Rift Valley kwamba kuna mvua inakuja na itakuwa ni mvua kubwa, kwa hivyo watu wajitayarishe. Wenye wanakaa mahali ambaye ni sio safe, chini ya milima na vitu kama hiyo, wajaribu kusonga kando, wakae mahali pazuri. Hiyo tahadhari tulitoa, lakini watu ni tofauti. Kuna wengine wanakaidi vitu kama, lakini utujengea picha labda pengine, kwa sababu mmeenda, mimi naamini baada ya kwamba mvua imenyesha, tupe picha kamili ya athari za mvua. Maana mnakwenda kule kupambana, kwa sababu hili ni janga ambalo ndugu zetu wamepana nalo la maporomoko ya ardhi. Tujengee picha, tuna athari gani pale, kuanzia kwa binadamu, wanyama, rasilimali na vitu kama hivyo? Mwanzo, wakati mvua inanyesha kiasi ambayo imenyesha kwa upande wa Rift Valley, kuna risk mingi sana. One, inaweza kusweep watu na kuua watu. Like in this particular case, unapata kwamba watu 36 wamefariki. Halafu watu 9 wamejeruhiwa, wako hospitalini saizi tukiongea. Halafu watu 16 bado hawajapatikana, bado wamezikwa na ile mchanga, hawajapatikana. Juhudi zinaendelea kujaribu kuwatafuta. Halafu leo asubuhi ripoti nilipata pia kuna part ya binadamu, mguu ilipatikana pia katika ile rescue effort. So that also counts in the casualty. Na hii mvua imeaffect mali mingi, sio Elgeyo Marakwet peke yake. Kuna Trans Nzoia wamekuwa affected, although hakuna death imetokea upande hiyo. Hatujapata ripoti yote ya death. Tana River, Baringo, Garissa, hata Nairobi kidogo. But mali kumekuwa na hadhari kubwa ni Elgeyo Marakwet, mali imetokea hiyo. Na kuna kitu umeweza kutueleza, na pengine ni vizuri pia kwa Kenya, ni kwamba watu 36 ndio wale ambao wameaga dunia, labda pengine wamesombwa na maji, wengine walifariki, labda pengine kuangukiwa, lakini ni idadi ambayo iko hapo. Alafu 9 wako hospitalini ambao wamejeruhiwa kutokana na mvua kubwa inayonyesha. Alafu 16 hawajulikani walipo, mnaendelea. Lakini nasema asubuhi ya leo mmepata kiungo cha mwili. Wakati katika juhudi za kuokoa, inatupa idadi labda pengine ni mtu wa 37 ambaye ameweza kuangamia. Je, mshapata idadi kamili ya wale mliowanusuru kutokana na yale majanga, na mkajuazi kwamba hawa wako salama? Na baada ya taarifa za wanakijiji, baada ya kuwahoji, mkajua kwamba ni 16 peke yake hawajajulikana, ama hamna idadi kamili ya wale wakazi walikuwa wanaishi katika maeneo hayo? Unaona, hawa watisa waliojeruhiwa walikuwa wengi hospitalini, lakini wengine wamekuwa discharge, wamerudi nyumbani. Kama sasa 23 walikuwa discharged, wakarudi nyumbani. Ikabaki sasa 9 ndio bado wako hospitalini. So families wale wako huko ndio bado wanasema kwamba mtu wetu hatujampata, fulani hatujampata. So wende ikawa ni mmoja wale 16 ambaye tunatafuta, bado wako huko chini, bado tunaendelea kusearch
na kutafuta recovery of the bodies. So exercise hiyo inaendelea na tuko na watu on the ground from NYS wako na pia KDF wako pale, pia Red Cross wako kwa wingi na wanasaidia sana, wanasaidia kwa hiyo hali ya kutafuta hizo mili ambazo zimebaki. Na bila shaka taarifa kusikitisha na ya kuhuzunisha kwamba watu 36 waliaga dunia katika eneo la Elgeyo Marakwet kwa mujibu wa kanali mstaafu Francis Emathe. Wengi walikuwa wamepelekwa hospitalini, lakini 23 wakatibiwa na wakaruhusiwa kwenda nyumbani, lakini 9 bado wako hospitali wanaendelea na matibabu. 16 hawajulikani walipo, lakini kati yao 16 kuna kiungo cha mwili kimepatikana asubuhi ya leo akiwa anakuja huku, kumaanisha kwamba anaweza kuwa ni mwenzetu mwingine wa 37 ambaye amepoteza maisha. Na bado lakini juhudi za uokoaji zinaendelea, juhudi za uopoaji pia vile vile zinaendelea katika sehemu ambazo zimejaa maji. Rajab Mohamed, nishaka na wewe katika masuala kama ya kuweza kuyazungumzia, na huwa tunajitahidi kusema kwamba tusingependa mambo kama haya yajirudie tena. Umemsikia ndugu yangu hapa Daktari Richard Mwita anasema sio ile miaka ya nyuma ya kusema tu kwamba mvua itanyesha kubwa. Wanasema mvua itanyesha kubwa, na kwa siku hii ndio itakuwa ni athari yake, kwa wiki itakuwa ni athari yake, na katika maeneo fulani haya ndio mazingira ambayo yanapaswa kuwa tukua uangalifu. Na ikija kwa ndugu yangu kanali mstaafu, anasema wao wanachukua jukumu haraka iwezekanavyo kuenda katika sehemu zile, kuzungumza na wananchi, kuwarai waondoke, wahame sehemu wanazokaa, lakini miongoni mwa wale wanakumbana nao, baadhi yao huwa wanadinda ama wanakana ama wanasusia kufuata wanachoambiwa. Matokeo yake ni kama haya hivi sasa. Hii itajirudia hivi mpaka lini? Na nyinyi kama watu wa shirika la Msalaba Mwekundu, hali ambao mmekumbana nayo Elgeyo Marakwet, Tana River, Kisii, Kisumu, Garissa, Nairobi, Trans Nzoia ni ipi? Asante sana Rashid. Kwanza kabisa tunapata hizi alerts kutoka kwa wenzetu wa utabiri wa hali ya hewa. Na wakati tunapata hizi alerts kuambiwa kuwa ni sehemu fulani na fulani na fulani tunatarajia mvua, kuna sehemu ambazo pengine hazitatajwa kuwa tunatarajia mvua, lakini pia sisi tutakuwa tunapaangalia sana. Sehemu kama Tana River. Tana River hata isiponyesha mvua, lakini mvua ikinyesha sehemu za kama Ukambani huko ama katika hizi milima Kenya, maji huchuruzika mpaka kule Tana River na watu wakaweza kuathirika. Ukapata kuwa kuna mafuriko na hakuna mvua. Kuna mafuriko sehemu ya Tana River na hakuna mvua. Kwa hivyo wakati tunapata hizi alerts, tunaangalia ni sehemu gani na gani ambazo tunaambiwa kwa, tunaarifiwa kuwa kutanyesha mvua. Na kulingana na ile experience na ile uzoefu wa hii kazi, tunajua ikinyesha huku tunatarajia pia sehemu fulani itaweza kuathirika. Kwa hivyo katika zile juhudi zetu, kwanza tunaangalia viwango vya maji. Kama kule Mto Tana tunaangalia maji yako level gani. Ukipita pale kama Garissa kwenye bridge utapata kuna kama kijitape measure inaonyesha kiwango cha maji. Tunaona ikifika kiwango hichi kunaweza kukafurika hizi sehemu za mfano Bura, sehemu za Hola. Tunajua ikifika kiwango hiki, hii maji baada ya siku 3 masaa 72 itafika mpaka sehemu za Tana Delta. Kwa hivyo tunajua vile maji yanaenda kulingana na viwango vya maji katika hii mto. Kwa hivyo sisi huwa tunaangazia sana kuangalia level za maji na kuangalia pia ile alert tumepata ni sehemu gani tunatarajia itaathirika na tuweze kujitayarisha. Kwa hivyo katika matayarisho yetu, kwanza kabisa kama sasa tumetrain wale watu wetu, tulikuwa na kama refresher training ya wale watu wanahusika katika mambo ya uokoaji, tulifanya mwezi uliopita, tukitarget kaunti zote 47. Kwa hivyo watu wetu wamekuwa trained, tayari tumewa deploy watu wa aqua rescue, watu wa uokoaji kwa jumla, watu ambao wanahusika na afya ya binadamu, public health in emergency, ambao wataangalia kama mkurupuko wa magonjwa kama ya cholera wakati wa mafuriko, watu wa maji, kuangalia watu wa wash. Kwa hivyo tumejitayarisha kuangalia ni sehemu gani na gani katika zile hotspot areas tunatarajia tuna target kuzirekebisha, pengine ni sources za maji, pengine ni mapipe za maji, pengine ni drainage system.
Na pia kuna hizi vitu zinaitwa non-food items, vitu ambavyo si vyakula. Kitu kama blanketi, kama tarpaulin, kama mosquito nets, tunaweza kuzi preposition katika sehemu regions tofauti. Kenya Red Cross tuko na matawi katika kaunti zote 47 na tuko na regional office. Regional zetu ziko 8 mkuu wa mkoa. Kama Pwani tumeweka regional office iko pale Malindi, lakini prepositioning tumeweka kama ni Taveta, Malindi, Tana River, Lamu. Kuna sehemu kadhaa ambao tumeweka hizi vitu zaitwa non-food items. Ziko tayari in case kutakuwa na jambo la dharura ni kuweza kuzi deploy. Mara nyingi wakati wa mafuriko, kama ukikumbuka wakati wa El Nino sehemu ya Mandera, bahari ziliharibika. Ikakuwa hakuna njia ya kupeleka misaada katika sehemu za Mandera. Kwa hivyo ni vizuri kuweza kupreposition hizi essential items, zile vitu ambao tutazihitaji wakati wa dharura katika zile sehemu ambao tunatarajia ikiwa kutakuwa na athari ya mvua, kutakuwa na mafuriko. Hizi vitu tayari ziko karibu na wale waathiriwa. Kwa hivyo timu zetu ziko tayari, ziko on the ground, tayari tumepreposition hizi items. Kuna zile sehemu kama za Elgeyo Marakwet, tuna zile terror message, ile message za kupeana onyo kwa wananchi watoke katika zile sehemu za chini waende sehemu za juu. Tayari kwa zinaweza kuendelea. The only challenge ambayo tuko nayo ni kuwa mara nyingi hatupati cooperation na wananchi. Ukiambao utoke sehemu ya chini uende sehemu ya juu, utapata mtu hayuko tayari kutoka kwa sababu pengine analinda shamba yake, pengine kuna mali ataiacha nyuma, kwa hivyo hako tayari kuenda katika sehemu ya juu. Hiyo ndio changamoto kubwa. Hiyo ndio baadhi ya changamoto ambazo tuko nazo. Naam, Rajab, na baadaye nitakuja kwako uje kunijengea picha kamili ya saa katika wale maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu ambao wapo katika eneo la Elgeyo Marakwet, watujengee picha mambo yakoje, ni vitu gani vinavyohitajika zaidi, mambo kama hayo. Kabla nimlete Daktari Richard Mwita, kuna kitu ameweza kuzungumza Rajab, na ningependa kanali ulizungumza kabla nimlete ndugu yangu Richard. Mna jukumu zito kama NDCO, na mahali tumekaa tunasema kwamba mshawahi kupata matukio kama haya ambayo sio mazuri, lakini kwa sababu ni historia tushawahi kuangalia. Mnafanyia kazi mambo kama haya hata kabla ifike misimu hiyo ya mvua na misimu ya kiangazi na halikadhalika, ama tupate utabiri kina kanali sasa waingie kazi? Kwa sababu kama kweli kuna watu ambao wanaishi katika nyanda za juu, kuna watu na imani kwamba wakati hata hakuna mvua, ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba mnakwenda katika sehemu kutafuta suluhisho, ndio kesho tusipate majanga wakati kuna mvua. Ama je, huwa mnayafanya hayo? Changamoto ya kutatua hayo ni nini, ili tuelewe, kwa sababu isiwe kwamba leo 36 mwaka ujao 38 hawa wamepotea, ambapo tunaweza kupata suluhisho tukapunguza maafa kama huwa tunakuwa na mikutano. Kama last week tulikuwa na mkutano na hapa Nyayo House, na tunaita watu wale ambao wanahusika kama Red Cross, kama Ministry of Health. Tunawaita wote kwa meza moja, tunakaa, tunashauriana mambo ya mvua. Kama sasa tuna msimu mbili ya mvua ya March, April, May, and OND, October, November, December. So kabla haijafika hii OND tunakuwa na mkutano, tunakaa chini, tunaongea, tunasema nchi iko namna hii, kuna mvua mingi hapa, tumepatiwa saa hizo. Hata watu KMD wanakuwa wako hapo, wanatueleza mambo ya weather vile iko, tuna analyze hiyo yote, alafu tuna discuss na tunasema how do we prepare ourselves, tunajiweka aje tayari so that kukitokea mvua kiasi hiyo tunaweza kwenda kuokoa watu. So huwa tunakuwa na hizo mikutano. Inazaa matunda hii mikutano, kimtazamo wako kanali, ukiangalia inazaa matunda hii mikutano? Naweza sema inazaa matunda kwa sababu inafanya watu wanakuwa tayari ku react on disaster ikitokea. Kama for example Red Cross wanakuwa wakati hiyo baada ya mkutano wanakuwa ako tayari ku react kwa hiyo issue of disaster. Watu health, Ministry of Health wanakuwa tayari kwenda kupeleka zile vitu madawa na vitu kama hizo zile ambazo zinaweza kuwa zinahitajika upande hiyo.
such that unajua hatuwezi jua kutokea mafuriko wapi. Mvua inanyesha whole country, but tunakuwa alert just in case ikitokea mahali fulani, tuna wote tunaenda upande huo. So kama hii sasa, tulikuwa na mkutano last week ndio but wakati imetokea Saturday, then ilibidi watu sasa waelekee upande wa Elgeyo Marakwet. Hatukuwa tumejitayarisha tutaenda huko, lakini sasa ilibidi tuende huko na tuende tujaribu kuweza kuokoa. Na mtazamaji, tazungumza kwa kirefu. Nashukuru sana wageni wangu ambao wako studioni kwamba kuna vikao vinavyofanyika kueleza yale yanayotarajiwa kufanyika. Na vikao hivi vitakana tujaribu pamoja kama taifa, visiwe tu vinaweka utayari wa shirika la Msalaba Mwekundu, utayari wa NDCO, yatakana vikao hivi iwe ni vikao vya kutoa suluhisho kabla. Ile hata tusihitaji watu wa Red Cross, wao wanatembea tu kuangalia, kwa sababu tayari kina Rashidi waliondoka sehemu za juu. Kama kuna sehemu, maana kuna sehemu ambazo tunajua lazima mvua kubwa ikinyesha inafanya athari fulani, kama alivyoeleza ndugu yangu Rajab kwamba kenda kama Tana Delta unatarajia, kama Tana River unatarajia. Kwa hiyo ni maeneo ambayo watu wanajua kwa lazima kutakuwa na athari kama hii. Je, tutafanyaje kuweza kuzuia athari kama hiyo? Utayari ubakie katika sehemu ambazo pengine hatukutarajia, lakini kwa Mwenyezi Mungu tuone kwamba pia imepatikana. Kwa tutakuja tuzungumze kwa kirefu zaidi ni nini kitafanyika, kwamba isiwe kila mwaka sehemu ambazo wananchi huhangaika kwa sababu kuna mvua kubwa, ama sehemu ambazo wananchi huhangaika kwa sababu kuna kiangazi wazidi kuhangaika miaka nenda miaka rudi. Tujue kama kunaweza kupatikana suluhisho, tunaweza punguza makali ya mvua kubwa ama kiangazi, na kama hakuna njia ya kupunguza, pia Wakenya wajue kwamba hakuna njia ya kupunguza. Lakini kwa sasa hivi tutazungumza baadaye na gavana wa Elgeyo Marakwet atupe picha hali ikoje, na ajaribu pia kuwarai wananchi waondoke katika sehemu ambazo huenda wakahatarisha maisha yao, ya ndugu zao au majirani.